nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na namshukuru Mungu ni kwa sababu ya neema na ni kwa sababu ya fadhili zake katika maisha yangu. Na vile vile nashukuru ni kwa sababu ya mwito huu ya kwamba ilimpendeza yeye nikawa mtendakazi pamoja na Kristo. Juma lililopita tulipoanza kuangalia mambo haya, tuliangalia hadi Waswahili wanasemaje point? Hoja. Hadi hoja ya pili, na leo tunaenda katika hoja ya 3 na 4. Lakini kwa haraka mkubali ya kwamba niwaregeshe pale nyuma kidogo, na thank God for the slides. Niwarejeshe pale nyuma kidogo ya kuweza kutukumbusha kwamba tulijifunza nini. Na kumbuka ya kwamba tunapoangalia mambo haya ya resolving conflict God's way, na ambayo inatusaidia kukua katika umoja na katika ushahidi wetu kama jinsi tulivyoitwa na kuamriwa tuwe mashahidi. Mkumbuke ya kwamba tunaiona chini ya mada kuu ama the theme ambayo tuko nayo kwa kitabu hiki na ambayo tuko nayo kama kanisa, growing together in faith and practice. Ya kwamba tu sio kwamba tunataka kukua katika imani, katika kufanana na Kristo kama watu binafsi, bali vile vile tukakue pamoja kama mwili wa Kristo, maana hivyo ndivyo Bwana ametuweka. Na wakati wakati tukiangalia tukasema ya kwamba mahali ambapo itakuwa ni kilele ama mahali ambapo inaweka mambo yote katika the right perspective ama sasa kuiona jinsi inavyostahili ni katika mstari huo wa 11, na ambao unawaeleza wao ni akina nani na ni nini kimefanyika kwao, na tutakuwa vile vile pia sisi kwa pamoja na wao, Roho wa Mungu kupitia kwa maandiko akitukumbusha sisi ni akina nani, kwa sababu hii mambo tumeambiwa tukumbushane kila saa na wakati. Na for the sake of what is there katika katika ubao ya kwamba tukaangalia katika mtindo wa waandishi wa Kigiriki, na vile vile kulingana na jinsi Waebrania walivyokuwa wakipashana habari, kulikuwa na hiyo hali ya kujirudia. Hiyo hali ya kujirudia ni kama mviringo, na hali hii lengo lake kubwa ndio ili ya kwamba mtu anaporudi tena na tena kwa ile ya kwamba anaweza kukua, jambo linaporejelewa tena anaweza kukua. Kumbuka watu hawa wanaposomewa barua hii, mtu amesimama na anasoma barua hii kuanzia mwanzo na ikitiririka, unlike sisi ambao sasa hivi mhubiri mmoja anasimama akikia sehemu fulani. Ilikuwa ni kwamba mtu alisimama pale mbele na akaisoma barua yote. Na lengo hili nilikuwa tunasema ni kwa sababu tuliangalia katika chapter 5 akaongelea kuhusu church discipline, kuhusu ndugu huyu ambaye alikuwa na ujasiri na sio ujasiri wa kiungu, hata kuishi na mke wa baba yake kama maybe step mother ama kitu kama hiyo, kuishi na yeye kama vile mke na mume wanavyoishi. Hali huu ni muumini ambaye anastahili kuonesha jinsi watu wanavyostahili kuishi. Na sasa pia kukaja jambo lingine ambalo pia ni la witnessing, ambalo linashuhudia kanisa sisi ni akina nani, nalo likakuwa ni jambo hili la mashtaka ambayo watu wanapelekana mbele wasioamini kwa mambo madogo ambayo wanaweza kutatua wenyewe. Na tukaona kwamba jambo hili limewekwa katikati ya kana kwamba ya somo lile ambalo kwa likiendelea, ni kwa sababu baadaye kuanzia 12 ambaye atakuja next week kuanzia verse 12 akiendelea hadi 20 atakuwa tena akirejelea mambo ya sexual sin. Lakini ni kwa sababu kuna mtiririko fulani ambao kulingana na mtindo wa waandishi wa watu hawa iliyokuwa kwamba unalitaja jambo, unalieleza, unaingia kwa unataja jambo moja, unataja lingine, unalieleza ile unaeleza, na sasa kwa mwanga wa leo bado umeeleza, unarejelea lile la kwanza kuonesha mwanga na hata zaidi. So kwa hivyo tutaona kuna hiyo kurejea, na tukasema hata ukiona tunarejea mafunzo fulani hapa kanisani, juu ya kwamba msingi ni kwamba tunaporejelea kweli fulani inatusaidia sasa sisi kuingia kwa undani na zaidi, na sisi kukua katika utiifu wetu. Sawa wapendwa. Leo nilisema ya kwamba tarejelea Kiswahili ni kwa sababu nilitaka ya kwamba sisi wote tukaweze kutembea kwa pamoja. Basi
na tukaangalia tukaona ya kwamba hoja, asante. Hoja ama kipengele cha kwanza tukaona ya kwamba wakati ule ambapo kunakuwa na hali ile ya wapendwa kupelekana ama kuwa na migawanyiko na conflicts ama ugomvi katikati yao, na vilevile wanapelekana mbele ya wasioamini, basi inadhihirisha kwamba bado hatujakuwa, bado sisi tungali wachanga, kwa sababu kukua kiroho hakuambatani na experience ile ambayo tuko nayo. Kukua kiroho haiambatani na mambo yale ambayo tunayoyafanya katika mwili wa Kristo. Kukua kiroho ni kule kuweza kumdhihirisha Kristo, ni kwa sababu ufahamu wetu umeangaziwa na kweli ya neno la Mungu na ukabadilishwa, na sasa tunaweza kuyaona mambo kama wana wa Mungu. So kwa hivyo hata tunapoangaliana mmoja kwa mwingine, ya kwamba tunaangaliana katika hali ile kupitia kwa kazi ya msalaba, ya kwamba tunajua kwamba fulani anaweza hii na fulani hawezi hii, ni kwa sababu katika transformation yake ama katika kukua na kuyafahamu mambo amekifikia kiwango hiki. Kwa sababu mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, ni mapya sasa. Yes, kando na kwamba sasa hakuna hukumu tena kwake, lakini sasa amezaliwa upya, na kwa hivyo anakuwa hatua kwa hatua. So kwa hivyo ilikuwa ni kwamba wakipelekana mbele ya wasioamini, basi ilikuwa inaonyeshana ya kwamba bado wangali watoto. Na ni kweli ni watoto, ni kwa sababu ukiangalia 1 Corinthians ama Wakorintho wa kwanza, vile tulivyokuwa tumefunzwa pale kwanza katika chapter 3 verse 1 through 3, Paul anawaeleza ya kwamba siwezi kuwaongelesha kama watu wa kiroho, nitawaongelesha kama watoto, kama watu wangali katika mwili. Kwa sababu kwa maisha ya mwanadamu hakuna vacuum. So kama hajafahamu kufanya mambo katika upya wa maisha, atafanya jinsi alivyokuwa akijua. So na Paul akakuwa akiuliza, mnawezaje? Mnapata wapi ujasiri ya kupelekana mbele ya wasioamini? Ni kwa sababu hiyo kuna kitu ilikuwa inatangaza mbele ya wasioamini. Basi na tukakuwa tukiangalia mambo yale ya kwamba huwezi kukata kitu kisafi kuliko kutoka kwa kile ambacho sio kisafi, kulingana na Job 14 verse 4. Na mambo ya watu kukuwa na tofauti, mambo ya watu kukuwa na mvutano kidogo hapa na pale, ni mambo itatokea, lakini jinsi tutakavyokabiliana nayo ndio itakavyoonyeshana ukomavu wetu ama kutokomaa kwetu. The word of God says, if your strength fails in the day of adversity, then your strength is small. Saa zile mambo ijafanyika, sisi wote tuko sawa. Haleluya. Saa zile mambo ijafanyika, watu wote tuko sawa. Mambo yote tunayafanya sawa. Lakini wakati ule tunda linapojaribiwa, hapo ndio tunajua ukomavu wetu. Ni kwa sababu tunda litajaribiwa. Tunda haliko pale likuwe admired ama lionwe tu kwa macho. Liko pale likuweze kuwa tested. Na unajua kwamba this is the match of grown. Wakati ule the test zinapokuja, na tukawa tukionyesha kwamba tunapojifunza kuamua mambo haya madogo, inatusaidia kujua kwamba tunaandaliwa. Ni kwa sababu kuna maamuzi makuu ambayo tutakayofanya baadaye. Na kwenda kwa watu wasioamini haimaanishi hawatatatua hilo jambo kwa haki kulingana na sheria ya nchi. La hasha, wanaweza tatua kwa haki. Lakini katika maisha ya Kristo sio kuhusu mambo yale ambayo tunapelekeana, watu wanashtakiana. It's not about issues, it's about relationships. Wale hawana hekima ya kiungu, hekima ambayo lengo lake ni kujenga mahusiano. Hekima ya ulimwengu huu is how to get, ni namna ya kuweza kuyakwepa mambo. Hekima ya ulimwengu huu ni namna ya kupata gain. Hekima ya ulimwengu huu kwa hakika ni ujanja, lakini hekima ya kiungu ni ya kujenga mahusiano.
Ni kwa sababu hiyo ndio dhihirisha ufahamu ya kwamba ufahamu unaofanana na wa baba yetu sisi kama wana wa Mungu. Na yeye kumaanisha kwamba Wakristo waanzishe koti zingine kando kando, la hasha. Mambo ambayo criminal offenses na mambo yale mengine ni mambo ambayo inatakikana kutatuliwa na nini? Na serikali ambayo Bwana ametupea. Ni kwa sababu tunajua kwamba katika Romans 13 verse 3 through 4 Bwana ndiye amepeana serikali. Lakini mambo kwa mfano ya wizi, mambo ya uuaji, ya kweli inaweza tajwa katika miongoni ya wandugu kweli? Hastahili kutajwa. Na ndio maana inaweza kuwa jambo la kushangaza unaposikia aliua ama mambo kama yale, isipokuwa iwe ni ya kusingiziwa. Lakini kwa kufanya vivyo, basi inaoneshana ya kwamba basi yule mtu ametoka mbali na kile alichokuwa ama jinsi alivyostahili kuwa. Now, jambo la pili ama kipengele cha pili tukaangalia kwamba public lawsuits are defeat to our Christian witness. Ya kwamba kabla hata hatujafika kotini, hiyo tu kwamba kuna kitu ambacho hatuwezi kutatua miongoni mwetu, tayari tumeshindwa. Sisi ambao tumepatanishwa na Mungu na tukapewa huduma ya upatanisho, kuwapatanisha wanadamu na yeye Mungu kupitia kwa Injili, na sisi wenyewe kupatanisha mmoja kwa mwingine kupitia kwa kweli na hekima ya neno la Mungu. Wakati ule tumefika mahali na hatuwezi tatua jambo mpaka tunaenda kutafuta msaada kule nje, basi tumeshindwa. Na hata kabla hatujafika kule nje, hata tu kuweko na ugomvi kati mwetu, inaonyeshana kwamba tayari tumeshindwa. Kwa hivyo mambo ya ugomvi ni mambo ambayo hastahili kuwa miongoni mwa wandugu. Na ndio maana wapendwa, wakati kunapokuwa na issues ama differences ama disputes katikati ya wapendwa, sisi hatufanyi kesi. Sisi tunatafuta suluhu. Kwa sababu wakati wowote ule watu watakapofanya kesi, itakuwa ni kushindana ni nani atakayeshinda nani. Na ndio maana unasikia wakati mwingine watu sasa hata wanaleta mambo mengine ya kuumizana na hata na zaidi yetu. Kila sana wakati tunakumbuka ya kwamba ni kurejesha uhusiano. So kwa hivyo wakati ule tunapowapendwa, nilipopona naambia mnapoenda kule nje, basi pia mnaoneshana ya kwamba katikati mwenu hakuna mtu ana hekima. Lakini kumbuka kulingana na 1 Corinthians chapter 1, na tuliangalia pale na mstari wa 30 and verse 31, ya kwamba Kristo amefanyika hekima yetu. Kristo amefanyika haki yetu. Kristo amefanyika ukombozi wetu. So wanapotoka kule nje na kutafuta watu ulimwengu wasaidie kutatua mambo miongoni mwao, ni kana kwamba wanasema ya kwamba hakuna mtu anaweza, ama ya kwamba hakuna kitu kimefanyika miongoni mwao, ilhali tunajua ya kwamba licha ya kwamba walikuwa watu wadhaifu, licha ya kwamba walikuwa watu wenye upungufu zamani zile, lakini sasa baada ya kufanyika wana wa Mungu wako na hekima ya Mungu. Ni ile tu ya kwamba mtu anaona ya kwamba jinsi ile ambayo hekima ya Mungu itakavyotatua mambo sio vile mimi labda ningetaka, ni kwa sababu mimi kile nilichokuwa nikitaka sio urejesho, sio uhusiano, labda ilikuwa ni kumwalika ndugu. Nakumbuka vile tulivyosema, kesi hizi zilikuwa zinafanyika katikati ya soko. You can imagine watu wakikaa hapo na wanasema leo tuko tunasikiza ya hawa ambao wanasemanga waliokolewa. Ni dhihaka kwa jina la Bwana. Ni dhihaka kwa jina la Bwana hata sisi wenyewe tunapoyachukua mambo yetu na kuwapelekea watu kule nje. Wapendwa, hata nyumba yako ukikuwa na issues, tafuta namna ya kutatua mkiwa wawili. Na ikiwa utatafuta mtu wa tatu, tafuta mtu ambaye unajua pia ni msiri, na si mtu ambaye unajua tunasema atakuja kwa upande wangu, kwa sababu saa hizi sio upande huu ama upande ule. Wakati huu ni wakati ule wa kulitukuza jina la Bwana, wa kupalilia na kurejesha na kusimamisha uhusiano huu ambao uko on trial, because what is on trial is a relationship. So ni ya muhimu hivyo kila saa na wakati. So kwa hivyo kwenda mbele ya wasioamini inaharibu uhusiano
inaharibu ushuhuda wetu. Na sisi tunatakana katika kupendana kwetu, na upendo ambao unaficha wingi wa dhambi, inadhihirisha kwamba kwa hakika Kristo ametukomboa. Yesu alisema katika Yohana 13 mstari wa 34 na 35 ya kwamba amri mpya nawapeni, mpendane ninyi kwa ninyi jinsi nilivyowapenda. Alitupenda vipi? Wakati tule tulikuwa tungali wenye dhambi, Kristo alitufilia. Alifanyika dhambi ndio sisi tuwe wenye haki. Ya kwamba yeye akakubali kuchukua lawama yetu. Akakubali kuchukua nafasi yetu na ili aturejeshe. The same way ambaye ni machua miongoni mwetu, wakati ule kuna utofauti, ndiye anastahili kushuka, ndiye anastahili kuonyeshana unyenyekevu, ndiye anastahili kugharamika, ndiye anastahili kukubali kupoteza. Ni kwa sababu anadhamini kilicho kikubwa kuliko vyote, na ambao ni uhusiano, na uhusiano ni wa umilele. Vitu vile tunavutania ni vya siku tu. Vitu vile tunavutania ni vya muda. Unajua wakati mwingine unaweza kosana na mtu. Amechukua sijui nini yako. Amefanya nini yako. Nguo yenye kesho ukikutana nayo hata hauwezi itamani. Hata ungebaki nayo bado ungechakaa. Si ndivyo? So hali zitakuja, na hali zinapokuja wapendwa, hiyo ndio inakuwa ni wakati wetu wa kudhihirisha nini? Kukua kwetu. Now, so kwa hivyo tunaheshimu hekima ya Mungu tunapoyatatua mambo kulingana na kweli ya neno la Mungu. Kubali sasa tuende katika kipengele cha 3 na cha 4. Personal rights over Christ-like humility, a mark of worldly thinking. Tusome verse 7 and 8. Anasema hivi ya Kiingereza: the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Na tumekuza hapo. Ati jambo kwamba kuna sikika, kuna ugomvi kati wetu, tayari tumeshashindwa. Can you imagine? Why not rather be wrong? Why not rather be cheated? Instead, you yourself cheat and do wrong, and you do this to your brothers. Unajua wakati ule wapendwa hao walipokuwa wakishtakiana, ilikuwa inaonyesha ya kwamba hawana ufahamu kuhusu the mission of Christ. Kuhusu ni kwa nini Kristo alikuja kwa nini? Kristo alikuja ni kwa sababu ya upatanisho. Na I thank God someone mentioned about upatanisho. Hatusemi upatanisho kama ingine tunasikianga kwa radio mahali fulani. Na najua si kwa sababu unakuwa umefungulia radio hapa, ni kwa sababu unakuwa umeingia kwa matatu na wameleta ile mambo. Hizo vitu za aibu na kuandikana hapana. Hizo sio njia, sio hiyo. Sio hiyo yetu, ni ile ya kufanya nini? Ya kupalilia na kujenga uhusiano. Paul anauliza, why not rather be wronged? Wanadamu wa kawaida, tunapofikiria mambo kama wanadamu ambao wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, ambao wanaofikiria kama jinsi tulikuwa tukifikiria zamani zile, mtu yule hafikirii kwa vyovyote vile kuhusu uhusiano. Yeye anafikiria kile atakachopata, hata kama itakuwa at the expense of the relationship that is there. Na wakati mwingi watu wanatafsiri ya kwamba upendo ni kile tunapata kutoka kwa wengine. But upendo ambao Kristo anasema tupendane nao sio kuhusu gain, ni upendo kulingana na kile ambacho mimi nitakachotoa. Na wakati mwingine ni kukubali kupoteza. Na hii ndio kitu wapendwa hawa walikuwa wanakataa. Maandiko inatuambia hivi katika Mathayo 5 mstari wa 40. Ya kwamba ati mtu na akikunyang'anya na shati na pia hata na koti umwachie.
na mambo mengine pia Yesu alisema pale. Lakini hasa haikuwa kuhusu mavazi. Lakini kitu kilikuwa cha muhimu hapa, Yesu alikuwa anaonyesha kwamba jinsi amani na uhusiano ni ya muhimu kuliko vitu hivi. Kama nitapoteza kile ambacho nilicho nacho, isiwe tu mali, bali hata labda heshima, bali hata labda kuonekana kana kwamba mimi ni mjinga, bali mradi ya kwamba nitunze uhusiano huu. Kwa sababu kumbukeni wapendwa, tumeokolewa na tumewekwa katika mwili wa Kristo. Na sio tu katika mwili mkuu wa Kristo ulimwengu mzima na wa wakati wote, bali katika vile vile katika kundi ama zizi kama lile tulilo ndani mwetu hapa. Na wapendwa, hapa ndipo utakapo exercise that love of God. Wakati mwingi watu watakao kukwaza, wakati mwingi watu watakao kukosea, hawatakuwa mbali. Ni kwa sababu ni wale ambao una interact na wao sana. Na hapo ndipo upendo wetu unapopimwa. So that's why mtu asiseme labda haingekuwa hapa, ingekuwa pale, ingekuwa bora. La hasha. Mradi watu wako utakuwa na issues. Lakini kitu kikubwa ni kwamba ni sisi kuangalia jinsi tutakavyo tatua mambo haya. Tutasoma Luke 12 verse 13 through 15. Sorry. It's 1 Timothy 6:7. 6 verse 6 and 7. And then later on tutarudi hapo. Kama alikuwa tayari ashafika, okay, sawa. Inasema hivi. Maana tuanzie verse 6. Kweli kumcha Mungu mfanya mtu awe tajiri sana ikiwa anatosheka na vitu alivyo navyo. But godliness with contentment is a great gain. But godliness with contentment is great gain. Kwa kawaida mwanadamu anafikiria ya kwamba maisha iko katika utele wa mali. Na ndio maana Biblia inasema Luke 12 verse 13 through 15. Kulikuwa na wewe ndugu aliyekuja kumwambia Yesu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wangu. Na Yesu akamwambia, nani aliyenifanya muamuzi kati yenu? Ni kwa sababu maisha haiko katika utele wa mali. Na sasa Paulo akiandika anasema ya kwamba ati uungu na kuridhika ni utajiri mkubwa ama ni pato kuu. Wapendwa, mambo ya imani sio lazima kwanza uone the sense in it ndio uamini. Ni lazima kwanza ukubali ni neno la Mungu limesema hivyo, na with time utaelewa ni kwa nini linasema hivyo, na with time utaona matunda ya kuamini kule. Na ndio maana watu wametoka pale nje na wakihubiri kuhusu gain, vile katika jina la Yesu tutapata hiki, tutapata vile, and all that. But ukweli ni kwamba vitu hivyo vyote havitaridhisha moyo, havitafanya moyo usikie ya kwamba umeridhika ama umefika. Kile kinachoridhisha moyo ni Bwana mwenyewe, ni neno lake. So wakati neno linapoleta tiba ya tamaa na mambo yale yote ni kuridhika. Tunapoenda kwa daktari, wakati mwingine mambo anayosema hatujaifiga out, lakini tunamwamini ni kwa sababu tunaamini ako na ujuzi. Hivyo tunapoenda kwa neno la Mungu tunaliamini ni kwa sababu mwenye kuandika neno hili ambaye aliyeongoza wale walioandika, ama Roho wa Mungu aliyekuwa juu ya wale walioandika ni Mungu mwenyewe, Mungu aliyeumba maisha haya. Kwa hivyo anaifahamu vyema hata na zaidi. Kile kitaridhisha moyo wangu na wako, wapendwa,
Ni kuridhika na nini? Ni kuridhika na kile Mungu ametupea. Ni kwa sababu maisha haiko katika utele wa mali na utajiri mkubwa tumeitiwa. Ni Bwana ametupea yeye mwenyewe. So tuendelee kukua katika maisha ya utaua ama maisha ya uungu. So wakati ule tunapoangalia mambo haya ya muda, tunavutania na huyu mpendwa hiki, tunavutania na ule mwingine hiki. Wapendwa, tunaona tu hapa. Tunaona tu mambo ya muda. Lakini kama tunaweza ona mambo kwa mtazamo wa umilele, ni kwa sababu sasa sisi ni wana wa Mungu. Tukaone mambo jinsi baba yetu anavyoyaona, ni kwamba tutatafuta the eternal gain. Na hakuna kitu kikubwa wapendwa kama winning your brother, winning your sister. Hakuna kitu kikubwa kama wakati ule ambapo tutafanya kazi ambayo tutakaposimama mbele za Bwana wetu, tutaitwa watumishi wema na waaminifu waliojua mapenzi ya Bwana wao na wakayafanya. And that's why the Christian life ni maisha ambayo kila wakati tunabeba msalaba. Na kubeba msalaba tunamaanisha kwamba kila wakati tunakubali kufa, tunakubali kuyaweka maisha yetu chini. Ni kwa sababu all the time utasonga mahali pengine utarealize ya kwamba now kitu ambayo hapa sasa kinahitajika ni mimi let go hiki, let go that for the sake of the relationship with God. Na tukumbuke hivi, uhusiano wetu moja kwa mwingine usipokuwa thabiti, then vile uhusiano wetu na Mungu hauko sawa. Kwa sababu hatuwezi sema tunampenda Mungu asiyeonekana kama hatuwezi kumpenda ndugu ambaye tuko na yeye. Praise God. Na wapendwa, hali hii ya mashtaka na nini yote inatokana sana na hasa kutaka kufanya nini? Kushindana rather than kupatana. So, practicing faith means valuing relationships over rights. Ni haki yangu ndio, lakini nitaachilia ni kwa sababu ninadhamini uhusiano. Niko sawa tunapokosana na kwingine, like tunapopitana hapa na pale, lakini ni kwa sababu ya uhusiano huu, wacha nikuwe mimi ndio mwenye kusema pole. Praise God. Kunyenyekea haimaanishi wewe ni mdhaifu. Kunyenyekea inamaanisha wewe umekuwa na hata zaidi. Ni kwa sababu kukua kama wana wa Mungu sio so much kuwa in control, lakini ni kule kushuka na kukua watu ambao kila siku na mchana mambo yao yote wanafanya kubadilia uhusiano. Na that's why unaweza elewa kwamba ndio tufike mahali, iwe majumbani iwe wapi, na ifike is an issue ambayo imeescalate mpaka ikafika kule mbali. Wakati mwingine is a matter of kila mtu amesimama na kila mtu amejipiga kifua, I'm right, na ule mwingine I'm right. Wapendwa, it's not a matter of being right, it's a matter of who is most loving. Na upendo unanyenyekea. Wakati ule sisi tulikuwa tumemkosea Mungu, tumetenda dhambi, what did he do? Sisi katika our rebellion, we are doing what is contrary to his will. Yeye alifanya nini? Yeye aliyaweka maisha yake chini ni kwa ajili yetu. Kristo alikuja, akauacha utukufu wa juu mbinguni, akaja akafanyika dhambi, akaichukua hukumu yetu, na ili sisi na yeye tuweze kupatana siku ya leo. The same way, yule ambaye ni mkuu katikati yetu, wacha naye akuwe katika mstari wa mbele kudhihirisha unyenyekevu ule. Hekima ya Mungu ni hekima ya unyenyekevu. Praise God. Yes. So, it's not about gain, it's about Christ's glory. Na ni nini hicho ambacho kinampea Kristo utukufu? Mahusiano mazuri ya kiungu. Wapendwa, imagine what happened. Sio tu kwamba kama wakati tulikuwa tukiangalia the book of Romans, sio tu kwamba tulihesabika wenye haki, sio tu kwamba usiku na mchana tunaosha ndio tudhihirishe hiyo haki, sio tu kwamba siku moja itafika ya kwamba tutukuzwe na ili kazi ikaweze kukamilika, lakini we were adopted, tuliletwa nyumbani
nyumbani tukafanywa wana wa Mungu. Si tu kwamba tumesamehewa na hakuna hukumu tena, lakini alituleta akatuweka katika mahusiano. The same way with us. Whenever there is there is a conflict, whenever there is a dispute, inakuwa ni an opportunity, sio sasa ya adui kupata nafasi kusambaratisha kabisa uhusiano ule, bali sasa sisi kuweza kujenga uhusiano huu na kuimarisha na kuipeleka kiwango kingine. Tuliletwa nyumbani, tukafanywa wana, na tukiwa wana tukawa warithi pamoja na Kristo. Na the same way even with us. Whenever there is dispute, whenever there is difference, sasa jua this is the opportunity ambayo Bwana amesababisha, na ili ya kwamba I be able to win my sister, my brother in the Lord. Ama niweze hata kumsaidia kuona kukua katika kiwango kingine. Twende verse 6, twende point number 4 pendo, for the interest of time. Lakini tunapofanya hivyo tukumbuke, let us value one another. Praise God. Let us value one another. Tunapoenda katika verse 9 tukiendelea. Na unajua Paul katika verse 8 anawaambia hivi tu, hata mnashtakiana, ni the same thing you keep on doing to one another. But unajua wakati umekosewa ukumbukangi pale unakosanga, si ndivyo? Saa zile umekosewa ukumbukangi, saa zile umekosewa. Hata mtu akikukumbusha saa hiyo, si hata wewe ulisifanya siku ile, that's a different case. That's a different case. Lakini sasa the truth of the matter ni kwamba sisi wenyewe kila siku tunaweka mizani how would have like to be judged, but this is what the word of God tells us, ya kwamba sisi yetu sio laini ile. Laini yetu kila saa na wakati ni upatanisho, ni kujenga uhusiano, ni kutembea katika upendo ambao unafunika wengi wa dhambi. Sasa sikiliza verse 9 through 11, I will read it. Anasema hivi, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Na kumbukeni vile tulivyosema, swali hili linapoulizwa ya kwamba kwani hamjui, inamaanisha ya kwamba wanajua. Je, hamjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Wanajua. Kumbukeni ni Paulo, ama ni mtume Paulo ambaye alitumika kuweka msingi wa kanisa hili. So he knows what they know. And he knows ya kwamba wakati wote ule watu watakapolihubiri neno la Mungu na watakapokaa katika shauri ya neno la Mungu, kile ambacho wanastahili kujua na kile ambacho pia Roho wa Mungu anashuhudia ndani mwetu. Je, hamjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Kudanganyika ni ya kwamba hii kitu ni ya hao, but sisi we are different. Lakini utaangalia hapo mbele vile anavyosema. Anasema hivi, na anaanza sasa kuwataja hao wasio haki, washirati, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wahanithi, wala walawiti, wala wezi, wala wenye tamaa mbaya, wala walevi, wala wanaodhihaki, wala wadanganyifu hawataurithi ufalme wa Mungu. Anawajaribu kuambia kwamba Wakorintho, kile mnafanya ni kile kinafanya na wasio rithi ufalme wa Mungu. Paul hajasema hao sio wenye haki. Paul hajasema hao sio wateule. Kumbuka katika chapter 1 and verse 3 anapoongelesha anawaita the saints, anawaita kanisa la Mungu. Na Paul si ati hawapendi. Ukisoma mwisho akimalizia barua, the last verse ambao ni 16, chapter 16 and verse 24, anawaeleza kuhusu upendo wake kwao. So mambo haya yote Paul hasemi ni kwa sababu anasema hawamsaidi kwa katika ufalme, wala hasemi ya kwamba hawapendi, la hasha. Lakini anawaonyesha jinsi wanavyofanya mambo, na yet that's not who they are, or they are supposed to be, or that's not how they are supposed to act. So
Sasa angalia anapowataja watu hawa, anawataja watu hawa wakiwa described na dhambi ambazo wanazozifanya. Wanadescribiwa ama wanatajwa kulingana na zile tabia ambazo zimewafanya nini? Zimewafanya watumwa, kwa sababu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Praise God. Hello. The only deception ambayo shetani yako nayo ni kujibamba. But in real sense ni kwamba huyu ni mtumwa, na mtumwa hufanya mapenzi ya bwana wake. Mtumwa hananga gain iwayo yoyote. And that's why whatever is contrary to the word of God inapofanyika, licha ya kwamba labda kwa njia moja ama nyingine mwanadamu anaona kuna vile anavyofaidika, lakini ukweli ni kwamba anafanya nini? Mapenzi ya bwana wake, na ambaye ni dhambi. Lakini sasa sisi, bwana wetu sio dhambi tena. Sasa sisi tumefanyika wana wa Mungu. Sasa sisi ni watumwa wa haki, ya kwamba tunastahili kufanya kilicho haki. Lakini Paulo anajaribu kuambia kwamba hamuoni matendo yenu ni kama ya wao. Wao ndio wasioamini, nyinyi ni walioamini, lakini the practices are kind of identical. There is a problem here. Wao wanafanya hivyo kwa sababu ni wenye wasio haki, lakini nyinyi mnapofanya hivyo, then inamaanisha kuna mtu ametoka kwa position yake, na ambaye ametoka kwa position yake ni nyinyi wa Korintho. Mnapofanya mambo kama wale watu wa kawaida, wale wanaongozwa na tamaa za kawaida za mwili. Lakini Biblia inasema wote walio wana wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu. Praise God. We know we are maturing in this work. Ni kwa sababu the more tunaendelea kusalimisha maisha yetu kwa mwongozo wa Roho wa Mungu, na ambaye hatuongozi tu kwa hisia ama kwa vyovyote vile, anatuongoza kulingana na neno la Mungu. Kuwa katika Roho sio kuwa katika emotion yao. Tunasikia tu Roho ananiongoza hivi, nasikia Roho ananiongoza. Hapana, anatuongoza kulingana na neno la Mungu. Now, kuishi kama watu ulimwengu ni kinyume na maisha mapya ambayo tumepokea katika Kristo. Hivyo ndivyo Paulo anaambia wa Korintho. Na sasa Paulo anawakumbusha kwamba wao ni akina nani? Anawakumbusha kwamba angalieni sasa mmebadilishwa. Angalieni sasa nyinyi ni viumbe vipya. Sasa nyinyi sio wale ambao si wenye haki, lakini sasa mmeoshwa. Lakini sasa mmetakaswa. Lakini sasa mmehesabiwa wenye haki. Sio tu kwamba tumehesabiwa wenye haki, bali usiku na mchana na sio tu kwamba like we have been set apart for the glory of God. Lakini neno limetufanyia kazi. We have been washed with the water of the word of God. Na anajaribu kueleza ya kwamba wa Korintho, angalieni nyinyi ni akina nani. Na the same thing baadaye tutakapoangalia whoever will be taking us through 11 atakuwa anafanya nini, anatusaidia kukumbuka sisi ni akina nani na namna ya kutumia miili yetu. So wakati anapotaja watu hawa wote na mambo haya yote ambao wanaofanya, wawe wazinzi, wawe washirati, wawe makahaba, wawe homosexuals, wawe wezi, wawe wenye tamaa, wawe walevi, wale Kiswahili zingine kinasumbua, wenye tamaa mbaya, walevi, wala wanaodhihaki, wala wadanganya. Anawaambia hivi wa Korintho, watu hawa wanafanya hivi ni kwa sababu ni watumwa wa dhambi. Na ndio maana wanadescribe kulingana na dhambi zile wanazosafu. But as for you,
Na sasa hapa naongelesha mwenye kunyang'anya mwenzake ama mwenye kukosea mwenzake. Pale kwanza tulikuwa naona mwenye alikosewa. Sasa mwenye kukosea pia sasa anaongeleshwa. Kwa nini una tabia za kule nje? Wapendwa, tuko na watoto. Na mtoto, I like using this example. Mtoto wa Mkristo nyumbani kwao anaweza kuwa anasikiza tu nyimbo zile ambazo tunajua ni za Zayuni na mambo yale. Lakini kwa sababu hapo katikati ya watoto wengine, anaenda kule nje na anasikia nyimbo zingine ambazo hatuwezi kutaja katika kikao hiki. Si mnazijua? Mnazijua, si ndio? Yes. Alafu mtoto anaingia kwa nyumba na anaingia naye, si ndivyo? Na ataingia akicheza aje vile huwa wanacheza. Ni kwa nini mtoto anafanya hivyo? Does that mean ya kwamba hajakuwa exposed kwa zile ambazo ni zao? La, ameshafanya hivyo. Lakini ni kwa sababu hajajitambua yeye ni nani. Na sasa kilicho kikubwa sio like wakati mwingine unasikia vile wazazi wanavyo like deal na watoto, unaona hapana, hapo kidogo umemiss kidogo. Ilikuwa ni kumsaidia ajielewe yeye ni nani na nyimbo zetu ni zipi. Na ndio maana unaona ya kwamba Mtume Paul aliposikia mambo haya yanatajwa kwa Korintho, kitu alichofanya akapata nafasi ya kusawasaidia, sio tu kwamba kuonyesha jinsi hiyo sio tabia yao, lakini anaenda hata na undani kuwafunza neno la Mungu kutokana na hayo. Wapendwa, when things happen, saa zingine tunaona vitu kutokana na hiyo hali ya makosa peke yake. Lakini mapenzi ya Mungu ni kwamba tuone hii ni opportunity ya sasa sisi kuleta mwanga zaidi wa neno la Mungu. Na Paulo anapoandika barua hii, hata sana, licha ya kwamba amekuwa akieleza mambo haya, hiyo sio focus yake. Focus yake ni kuwasaidia Wakorintho hao wajifahamu ni akina nani. Kwa sababu hajataja everything they were doing hapa, ni zaidi ya haya. Lakini anataka kuonyesha wajijue hao ni akina nani. So, Paulo anaonyesha kwamba nyinyi mmebadilishwa na mmekuwa viumbe vipya. So that yule mtu ambaye alikuwa anafikiria kwamba anakuwa defined na possession. Kwa sababu hiyo like identity ndio kitu inasumbua watu wa Mungu. Na kama mnaweza kumbuka, before we began the book of Corinthians, tulifanya kama mwezi mmoja hivi on a topic in his image, si ndivyo? So that tuweze Roho Mungu aturejeshe kujikumbusha sisi ni akina nani. Na shida iko hapa na Wakorintho ni kwamba wao wamejisahau hao ni akina nani. So, na unajua mtu anapojisahau ni akina nani, ndio maana mtu anataka kumnyang'anya ndugu yake, ndio maana mtu anataka kumgandamiza ndugu yake, kwa sababu anafikiria identity iko katika utele wa mali, identity iko katika ukubwa, identity iko katika kile mtu anafanya. La hasha, vitu vyote wanadamu wanavyofanya have identify hao ni akina nani. Identity ya mwanadamu iko katika muumba wake. We were created in his image so as to express him in this visible realm. So, vitu vyote tunavyofanya kwa ajili ya kumdhihirisha Kristo. So, sisi ni wana wa Mungu, na kwa hivyo tunahitaji kumridhisha yeye ama kumdhihirisha yeye. Na of course pia kumridhisha yeye. Luke 15 and verse 11. Hii ni hadithi ambayo tunaijua ya mwana mpotevu. Mpotevu. Kiswahili mpotevu. Vu. Basi, na mimi tunaenda na vu, si ndivyo? Hii hadithi ni ndefu na tutaisoma yote, lakini jambo ni kwamba huyu kijana alikaa hivi na akaamuka hivi akarealize kuna urithi wangu kwa hii boma.
na akachanuka. Na ikihubiriwa injili kufikia hapo ati akachanuka akaona mbele ya ndugu yake, hapo kidogo mtu anaweza kuwa amepotea. Aka realize kuna mali yake kwa hii boma, na akamwambia baba, I'm of age. Yeye mwenyewe akaona ako of age, sio baba yake, yeye mwenyewe akaona ako of age, anahitaji mali yake. Na akawagawachiwa kile sehemu ya mali yake, akaenda katika nchi ya mbali. He wasted it all. He wasted it all, na katika maisha ya nasa na mambo kama yale. Na yule mtu ambaye katika shida ile akapata mtu ambaye angempea kazi ambayo katikati ya Uyahudi ni kazi ambayo haistahili ya kwamba yeye alishe nguruwe. Hilo kazi ya kukudunisha na mambo kama yale, mwana ambaye ametoka katika boma ambayo kuna mambo vitu vyote hivi, mali na upendo wa baba na mambo kama yale. Lakini sio tu kwamba akakuwa reduced kwa the level ya a servant, but even katika ambayo inamdunisha zaidi kulisha nguruwe. Sitaki kurejelea the whole story, but katika kuteseka kwake, the Bible says in verse 17, lakini alipozingatia moyoni mwake akasema, ni watumishi wangapi walioajiriwa na baba yangu ambao wana chakula cha kuwatosha na kusaza, bali mimi hapa na kufa kwa njaa. And verse 18, nitaondoka na kurudi kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimetenda dhambi mbele za Mungu na mbele yako. Na inaendelea vile alivyofanya, akimwambia sistahili kuitwa mwanao, and later on arudi nyumbani. Na anaporudi nyumbani tunaona ya kwamba baba hakudwell so much on the wrong the son had done, lakini yeye alimweza kumrejesha katika hali yake kama mwana. Na jambo ambalo liko hapa ni kwamba kijana huyu alipokumbuka yeye ni nani, akakumbuka yeye ni mwana mahali fulani, na kwa hivyo akakumbuka ya kwamba kitu anastahili kutenda kama mwana, na mwana hafanyi kingine kama na kile Yesu alichotuambia katika John 5:19 ya kwamba mwana hafanyi kitu kingine kando na kile anachoona baba akifanya. Mwana ni dhihirisho ya baba. So the son knew ya kwamba I'm in the wrong place. Mahali nastahili kukua ni karibu na baba yangu. Hata kama itakuwa ni katika ile sehemu duni, ninastahili kuwa nyumbani. Daudi anasema ni heri nikawe bawabu pale mlangoni nyumbani mwa baba yangu. And these are all kings saying this. Ni kwa sababu amejua mahali ambapo yeye kama mwenye haki anastahili kuwa ni karibu na huyu Mungu. So the same way ya kwamba the son akakumbuka yeye ni nani. Mimi si vitu yote ninafanya. I'm someone's son and I'm supposed to reflect my father. Na mimi na wewe tunajua sisi ni wana wa Mungu and we are supposed to do our father's will. Na kama baba, yeye kile alichofanya ni kwamba wakati sisi tulikuwa wadeni wa dhambi, kile alichofanya ni kwamba ni kukubali kutulipia deni hiyo, na ili tupatanishwe na yeye, atukomboe, atununue tuwe wake. The same way na sisi tunastahili kukumbuka ya kwamba sisi tumeitwa, na kile tumeitwa kufanya ni kwamba kuweza kumdhihirisha yeye katika upendo, na upendo ambao hatutaona mali na vitu na heshima za ulimwengu kuwa kubwa, bali tutaona mahusiano kuwa kitu kikubwa kuliko vitu vyote. And verse 11 anawaambia kwamba, and that's what some of you are. Angalia vile Paulo anavyoongelesha. Hasemi hivyo ndivyo mlivyo, anasema hivyo ndivyo mlivyokuwa. But tabia zingine ziko hapa, ni tabia zingine wako nazo. Lakini sasa anawaongelesha zaidi ya kudescribe the behavior wako nayo, lakini anaongelea kuhusu nature. Wale wana express their nature, they are sinners. Lakini nyinyi mnapofanya hivyo, basi mnakiuka the nature ama asili yenu.
Mulikuwa hivyo zamani, na ndio maana mungezaa matunda yale ya matendo yale, kwa sababu mulikuwa vile zamani. Lakini sasa kuna matunda ambayo mnastahili kuzaa. You are but are not now. You have victory over sin. Glorify God by living in this victory. Na sasa hii asili mpya ni gani? Ni asili hii ambayo sasa Kristo kulingana na 1 Corinthians 1:30 ambayo amefanyika hekima yetu, kwa hivyo tunaweza kuenda about all issues in a wise way, ensuring that kwamba we are cultivating the relationships that God has given us. Ya kwamba tumefanyika haki, kwa hivyo tunaweza kudhihirisha matendo ya haki, because that's our new nature. Ya kwamba sasa sisi ni watakatifu because we have been set apart. We act like different people according to who we are. We have been redeemed. Hatuko tena chini ya utumwa wa dhambi. Na sasa hiyo ndio tunayostahili kumtukuza Mungu nayo. Wapendwa, let us look at it this way. Tuko Kenya, praise God. Tuko Kenya. Tukiwa hapa Kenya, wakati ule kwa mfano mtumishi wa Mungu John anasimama hapa anatuambia tuombee Kenya. Moja kwa moja inanizi ya wewe. Ni rahisi kusema ya kwamba tunaombea Kenya yetu. Si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Si ndivyo? Ni rahisi kusema tunaombea Kenya yetu. Yes, we are citizens of Kenya. But kama wateule tunajua ya kwamba kwetu ni wapi. So tunapoombea amani ya hapa, tunaomba ndio kuwe na amani hapa, na pia iwe heri kwetu jinsi wana wa Israeli waliambiwa kwamba waombee nchi zile waliokuwa wamepelekwa katika utumwa, kuwe nchi zile ziendelee na iwe heri na wao. The same way when we are praying kwa nchi kama hii, hatuiombei with any attachment. Tunaiombea ni kwa sababu sisi kama entity ya Mungu ama kanisa la Mungu ama agency of the kingdom of God, ili ya kwamba mazingira yawe mazuri na tuweze kupeleka injili mbele. Praise God. Because tukisahau sisi ni wa wapi, tukisahau ya kwamba sasa sisi ni wana wa Mungu, ni rahisi kujikuta Kenya wanafanyanga hivi kulingana na Wakenya ikaido. Hii sio mbaya sana, si ndivyo? Sio mbaya sana. But yardstick yetu ni moja. Maisha ambayo ni ya kiwango chake Kristo. Now, Paul anapoangalia mambo haya, anapoaddress these issues, hayuko hapa kuaibisha Wakorintho. Lakini katika upendo vile tunaweza ona katika 1 Corinthians tunaweza soma 16 and verse 24, na nilikuwa nimetaja ya kwamba anawaonyesha katika upendo jinsi wamepotoka. So, the book of Corinthians is not about the many issues. It's not about the many problems, because things are problematic church. Lakini ni kitabu kuhusu identity. Kanisa ili kujifahamu hao ni akina nani. So anawaonyesha kwenye wamestray, anawarudisha katika njia kwa kuongoza katika mwanga wa neno la Mungu. Na anawaonyesha ni kwa nini na what it means and all that. And ndio maana tunaona kwamba maandiko yanaingia katika undani. Na kwa hivyo wapendwa, napomalizia tasema hivi. Kwa sisi kuweza kukua kwa pamoja, hii inatokana na sisi kukumbuka sisi ni nani. Tunapojikumbusha sisi ni nani, tunaporejeshana tunakumbushana sisi ni nani. Na kama jinsi tumeangalia kwamba vile tunavyotatua mambo inadhihirisha ukomavu wetu, na kukomaa kwetu ni kuweza kufanya nini? Kuonyeshana kwamba kuna mabadiliko iliyofanyika.
Jinsi tunavyowazia mambo, jinsi tunavyodhamini mambo imebadilishwa na neno la Mungu. Na pia vile tunavyotatua mambo ni ushahidi kwa ulimwengu ya kwamba indeed tumetoka katika giza tuko katika mwanga. Na ndio nasikia sasa zingine watu ulimwengu wanauliza, hata unafanya hivi, hata nyinyi mnafanya hivi, si nyinyi mmeokoka? Wajaribu kutuambia kwamba nyinyi hamshuhudii who you are supposed to be. Na pia ni njia, jinsi tunavyotatua mambo ni njia ya kudhihirisha upendo moja kwa mwingine, na vile tumesema pia kufahamu nini utu wetu mpya katika Kristo, ama utu wetu katika Kristo. Now, Paul katika mambo haya yote hana shaka na wokovu wao. Unajua saa zingine people do things, unasikia watu wanaulizana, na umeokoka kweli? Ameokoka kweli? Paul hana shaka na wokovu wao. Anasema ni wenye haki. Anasema ni kanisa la Mungu. Lakini sasa kitu ako na shida nayo ni kwamba hawajifahamu, na kwa sababu ya hiyo kile wanachofanya kinakiuka who they are. He is not attacking their hearts. He is not attacking their faith. No. Na hata mimi nawe tunaporejeshana, we don't go to that direction. Kile anachofanya ni kuelewa ya kwamba hawajijui penye wako, na anawajaribu ya kwamba kuamsha katika usingizi wao wa kutofahamu hao ni akina nani, na waonyeshe who they are. And that's our goal. Ya kwamba, allow me to read this one point, alafu takuwa I think nitaweka kikomo hapo. And when one strays, like Paul, we don't attack the faith. That is, we don't doubt their salvation, which is the work of God. But in humility, ama in gentleness, kulingana vile Galatians 6:1 inatuambia kwamba we who are spiritual, or you who are spiritual, wakati mnapomrejesha yule ambaye amestray, tunafanya that in gentleness, in meekness, katika unyenyekevu, kujua kwamba even as we can be tempted, it might not necessarily be in the same way, but in another way. Positioning ourselves, that is, but in humility, positioning ourselves to be used of God to bring this saint into understanding of who they are, how they ought to think and act, because they are under the enemy's onslaught. Wakati watu hawa wa Korintho wanafanya mambo haya, these are people ambao wako chini ya mashambulizi ya adui na deception na uongo. Ndio maana sasa they have been deceived and now they are acting like the world. What the enemy is after is not just their hearts, but is the work of God at the same time. When one of us is under attack, when one of us is under deception, when one of us is tempted, wakati ule ndio wakati wa kukimbia na kumwambia brother, sister, that's not who you are, this is who you are. We have been called to grow together in faith and in practice. It's not an easy thing, brethren. It is not an easy thing. But the grace is sufficient. Let's bow our heads and pray. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme mwema na mwaminifu, Mungu mkuu na Mungu mwenye uwezo wote, wewe uliyezifanya mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ili kupendeza ya kwamba Bwana ukatulete katika patanisho na wewe na patanisho na moja kwa mwingine. Mfalme, kwako tumejipeana. Ni kwa sababu kama jinsi neno lako limetuagiza ya kwamba tukaweze kukua kwa pamoja katika imani na katika matendo, mfalme, ukatusaidia kila saa na wakati kujikumbuka sisi ni nani na kukumbushana mmoja kwa mwingine, na ili mfalme matendo yetu ikawa ya kudhihirisha haki katika jina la Yesu Kristo. Na wakati wote ule mfalme, Mungu mwenye uwezo wote, tutakapoona kana kwamba hatujatendwa haki, Baba tusaidie kukumbuka ya kwamba sisi ni akina nani, kuona zaidi ya hiyo dhulma, kuona zaidi ya hilo kosa, na kukumbuka sisi ni akina nani. Na wakati ule mfalme, tutakapojaribiwa mfalme kwa jambo lolote lile na kusikia kuteka advantage
njia moja au yule mwingine. Bwana tusaidie kushinda majaribu haya kwa kukumbuka sisi ni akina nani. Sisi ni wana wako na tunastahili kutembea katika upendo. Uinuliwe na utukuzwe ufalme mwema. Wewe Mungu mkuu na Mungu mwenye uwezo wote, uliyetufanya wenye haki, tusaidie kukua katika haki hii na tusaidie kuidhihirisha katika mambo yote na kwa umoja kama zizi moja. Bwana, majumbani, kanisani, kama mwili wa Kristo, na hata katika ujirani na mahala pa kazi na mahala popote umetuweka. Bwana, tutakuwa wapatanishi, tutakuwa watu ambao watatembea katika hekima na maarifa ya kweli ya neno lako. Asante kwa juma lilo mbele yetu. Bwana, tunatembea katika ushindi wako katika mambo yote, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, na watu wa Mungu